Ndugu zangu, moja, ningependa niwape elimu. Na ninyi viongozi wa serikali na wanafunzi mlikuwa hapa, mtanisaidia kutoa elimu hii kwa wanafunzi wetu. Hivi vyuo vinahitaji pia fedha kujiendesha. Na fedha hizo kwa asilimia kubwa mapato yake yanatokana na ada zetu sisi wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu. Sawa? Kwa hiyo tunawapatia wakati mgumu sana management ya chuo pale ambapo wimbi kubwa la wanafunzi wakashindwa kulipa ada kwa ajili ya kupata huduma ya kielimu ama huduma ya taaluma kutoka chuo husika. Ni kweli changamoto ya kushindwa kulipa ada inaweza kusababisha na mambo kadha wa kadha. Wakati mwingine ugumu wa maisha, lakini wakati mwingine na asilimia kubwa inakuwa ni mfumo mpya wa maisha ambao vijana tupo nao. Wengi wetu tukipata fedha, tukipewa ada, unakuta tunafanya biashara mitaani. Wengi wetu tunafanya mambo ambayo hayahusiani na matumizi husika ya ile hela. Lakini wapo wale ndugu zetu ambao kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wao wanashindwa kulipa ada. Na kila chuo kina utaratibu kupitia ofisi ya Dean of Student. Kwa maana yule mwanafunzi ambaye anashindwa kulipa ada na tayari kwa chuo amesajiliwa, kwa kushirikiana na ofisi ya Dean of Student na serikali ya wanafunzi, anapaswa kusaidiwa kwa kadiri ya taratibu ambazo chuo zimejiwekea, ili kusudi kumsaidia, kumwezesha naye amalize safari yake ya kielimu. Kwa hiyo katika sakata hili pia ni waombe hata wale wanafunzi ambao wanashindwa kulipa ada kiasi cha kwamba wameshindwa kufanya mitihani, sababu ni sera kielimu katika vyuo na vyuo vikuu nchini, ni lazima ulipie huduma upate nini? Upate huduma. Na sisi huduma tunalipa kwa njia ya ada, si ndivyo? Sasa ni ngumu kulipa ada alafu ukataka kuhudumiwa, sababu wako walimu, wakufunzi ambao wanapaswa kulipwa kwa mapato ya ndani ya chuo, si ndivyo? Lakini chuo kama chuo yenyewe kina miradi inayopaswa kujijengea kwa ajili ya kupata fedha za kujiendesha. Nazo hiyo miradi inategemea sehemu fulani ada za wanafunzi wa chuo, si ndivyo? Kwa hiyo nitumie platform hii kuwaomba ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, tuhamasishane. Yule ambaye ana uwezo wa kulipa ada, alipe ada kwa wakati sawa sawa na taratibu za chuo zinavyosema, ili kuepuka hadha ya kushindwa kufanya mtihani kwa sababu ya kushindwa kulipa ada. Lakini yule ambaye anashindwa kulipa ada kwa sababu zilizopo nje ya uwezo wake, ni vyema sana akatumia approach sahihi ya kuonana na ninyi viongozi wenzake, Dean of Student kwa maana ya mlezi na mkurugenzi wa huduma za wanafunzi, na management ya chuo, kueleza adha anayopitia kama mwanafunzi na aombe msaada. Na ninaamini kila chuo kina utaratibu wa kusaidia watu wa namna hiyo. Sasa ndugu zangu, lakini nitoe wito, hizi taasisi za elimu ya juu